American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV katika siku hii ya leo ya Jumamosi asubuhi hapo Tanzania. Najua kwamba Tanzania ndio umeamka, mnaelekea katika ujenzi wa taifa. Na hapo katika studio zetu za Columbia, South Carolina, mimi ni Dr. Patrick Ngula wa American Swahili News pamoja na Swahiliville Online TV. Katika siku hii ya leo, katika kipindi hiki cha leo, tumewatayarishieni mazungumzo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, ambayo yanafanywa na viongozi ambao kama nilivyozungumza katika video zangu zilizopita, na hawa viongozi ambao wamejiweka madarakani bila ya kuchaguliwa na wananchi au kufuata katiba iliyowekwa, sheria za uchaguzi hapo Tanzania walizoziweka wao wenyewe, na hawakupigiwa kura. Kulikuwa kuna uchaguzi ambao umefuata, wazungu wanasema democratic norms au process. Kwa hiyo basi tunajaribu kumfuatilia huyu mtu, waziri mkuu aliyechaguliwa na kuwekwa katika madaraka kinyume na taratibu za kikatiba, kisheria za uchaguzi hapo Tanzania, na anafanya ziara Tanzania. Nafikiri alikuwa katika kanda za kusini, tunaweza kusema, za Tanzania, nafikiri ilikuwa ni mkoa kama wa Ruvuma, sikosei, au maeneo ya Rukwa, mtanisaidia. Na amezungumza maneno ambayo si sahihi, kwa sababu viongozi wa Tanzania, wazungu wanasema, wakitoa hotuba huwa hakuna fact checks. Sasa katika kipindi hiki au katika mazungumzo haya tunafanya fact checks za huyu waziri mkuu anaitwa Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Tanzania. Ameongea uongo wa aina gani? Ameongea uongo dhidi ya kwamba Tanzania ni nchi ya kwanza katika bara la Afrika kuwa na uranium. Sasa ningependa msikilize maneno yake mwenyewe. Huyu anaitwa Dr. Mwigulu Nchemba, waziri huyu mkuu wa Tanzania. Anaongea uongo mbele ya mamia na maelfu ya Watanzania. Anawahutubia, anasema kwamba kumegunduliwa madini ya uranium na Tanzania ni nchi ya kwanza katika bara la Afrika kuwa na uranium. Sasa tumsikilize, anaongea hivyo, na katika upande wa pili sasa, kishamaliza kuongea, tutawaambia ni nchi gani ya kwanza katika bara la Afrika kwa kuwa na uranium, nchi gani ni ya pili, na nchi gani ni ya tatu, ya nne, na Tanzania iko katika namba gani katika Afrika. Na vile vile, kama Tanzania ni nchi ya kwanza kwa madini ya uranium, kama mtavomsikiliza huyu Mwigulu Nchemba akiongea, duniani Tanzania iko namba ngapi, na nani namba moja duniani kwa madini ya uranium? Kwa hiyo basi, tega masikio, msikilize waziri mkuu huyu maneno anayoongea ya uongo na upotoshaji dhidi ya kwamba nchi ya Tanzania ni namba moja kwa madini ya uranium katika bara la Afrika. Tega masikio, msikilize huyu waziri mkuu akizungumza uongo dhidi ya wananchi wa Tanzania. Na wale walio wahifadhi tunawajua, tumewaona, na wale wengine wanaoandika vibaya kuhusu nchi yetu tunawasoma. Wamehifadhi wale vibaraka, tunawasoma, tunajua. Na mimi niliwaambia wakiendelea kuchokonoa hivi nitafunguka zaidi. Manake najua hii michezo inalenga nini. Ninyi huku mnaweza mkadhani siasa sio hapa na hapa, lakini mimi niwaambieni, wenzenu wanajua Tanzania imegundua uranium. Tanzania itakuwa hivi tunavyoongea ni nchi namba moja kwa madini adimu yaliyogundulika. Sasa hivi ina metric tani 890, nchi ya kwanza Afrika kwa uranium. Ni nchi ya 9 kwa dunia, kwa nchi zote za duniani. Namba moja kwa Afrika na namba 9 duniani. Madini ya uranium ndio madini adimu
na madini adimu ndio madini yanayopiganiwa sasa hivi duniani. Wanajua Watanzania wakiwa wameungana hawawezi kupora madini hayo. Ndio maana wale wanaweza kuwalipa, wale wanaweza kuchochea vurugu. Huyo kapewa bilioni 12, kapewa na gari ya milioni 500. Yule mwingine pale kapewa bilioni 5. Na kuna wengine tena, mwingine kapewa bilioni 4. Na kuna mwingine akapewa bilioni 9. Wanapewa, wanaambiwa nendeni mkawachochee vijana wafanye hivi na hivi, wafanye vurugu hivi na hivi. Lengo nini? Wanajua kama nchi ina Sasa kama mlivyomsikia waziri mkuu huyu ambaye amewekwa madarakani kinyume na katiba na sheria za uchaguzi Tanzania, akiongea uongo dhidi ya ni Tanzania ina nafasi gani katika uzalishaji wa madini ya uranium duniani. Kwa hiyo ni hivi, nchi ya kwanza ni katika bara la Afrika ni South Africa. Wanashindana na nchi inaitwa Niger. Alafu kuna nchi nyingine kusini huko mwa Afrika, Namibia, mnaifahamu. Zote hizi zina reserve kubwa kushinda Tanzania na zinazalisha madini ya uranium. Sasa tujiulize swali. Kama unajua kwamba South Africa ni namba 1, wanashindana na Niger, na vile vile kuna Namibia ambazo zinazalisha madini ya uranium, na Tanzania haipo kabisa katika nchi ambazo zinaweza ikaikaribia Niger, vile vile South Africa pamoja na Namibia katika bara la Afrika. Kwa Tanzania si nchi ya kwanza kwa uzalishaji wa madini ya uranium au uwepo wa madini ya uranium kushinda hizo nchi 3 katika bara la Afrika: South Africa, Namibia na Niger. Kwa hiyo waziri mkuu ni muongo. Duniani kuna nchi kwa mfano Kazakhstan, vile vile Canada pamoja na Australia. Hizo ni nchi ambazo zinazalisha madini ya uranium katika hali kubwa, tuseme, yani wana cubic hizi za uzalishaji tanzi nyingi sana duniani. Canada, Australia pamoja na nchi gani tena? Kazakhstan. Sasa waziri mkuu huyu amedanganya Watanzania na watu wote duniani na katika bara la Afrika. Anazungumza uongo. Tutamwamini vipi kwamba tarehe 29 ya Oktoba hii serikali yao hii waliojiweka madarakani haikuwaua Tanzania? Na anadanganya kwamba watu wanaonea wivu kwa kuwa na hayo madini. Si kweli. Kwa hiyo sasa anadhairisha kabisa na fit katika category ya kusema kwamba ana uwezekano kwamba ni sociopath pamoja na psychopath. Na huu ni ugonjwa ambao watu wanaosema uongo, ambao uongo wanataka uonekane kama ni ukweli. Kwa hiyo huyu waziri mkuu huyu ni muongo. Tunamalizia segment hii kwa kusema tu kwamba tusikubali maneno aliyozungumza wa Tanzania. Ni muongo na facts zote zipo mitandaoni. Mnaweza kwenda wenyewe kuhakiki, na mnaweza mkapigia hizo balozi za South Africa, balozi za Niger, balozi za Namibia, mkaenda wenyewe wa Tanzania mkahakiki hizi taarifa kwamba waziri mkuu anadanganywa wa Tanzania. Kwa hiyo basi, huu ni ujumbe wetu kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina, pamoja na kule Washington DC. Mimi ni mtangazaji wenu wa siku zote, Dr. Patrick Nigula wa American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tusambaze upendo, tupendane. Peace. DMV.